Iran imeshambulia tena kambi ya anga ya Marekani ya Ali Al-Salem iliyopo Kuwait usiku wa kuamkia leo. Iran imelenga kituo ambacho kinahudumia mrengo wa 386 wa jeshi la anga la Marekani. Moshi mweusi umeonekana ukipanda karibu na kambi ya Marekani katika jiji la Kuwait baada ya mashambulizi mapya ya Irani. Awali Marekani ilitangaza kuwa inafunga ubalozi wake nchini Kuwait kufuatia mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Irani, huku mzozo unaongezeka katika eneo la Asia Magharibi ukianza kuathiri moja kwa moja miji mikuu ya Ghuba. Irani imerusha mawimbi mengi ya makombora na ndege zisizo na rubani katika maeneo ya nchi za Ghuba zinazoungwa mkono na Marekani tangu vita vilivyoanza, na hivyo kuzidisha hali ya wasiwasi katika eneo hilo. Baadhi ya maeneo ambayo yamelengwa moja kwa moja na Irani ni yale tu ambayo yana kambi za kijeshi za Marekani, na kwa kiwango kikubwa kwenye siku ya kwanza ya mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Irani, kambi hizo zote zilitumika kwenye kuishambulia Irani. Ndiyo maana Irani ikaapa kulipa kisasi kwenye hizo kambi, ikiwepo katika nchi ya Bahrain, kwenye mji mkuu wa nchi hiyo Manama, lakini ndio Iraki, Qatar na baadhi ya maeneo mengine kwenye eneo hilo la Mashariki ya Kati, ikiwepo mji mwingine wa maana kabisa wa Riyadh pale nchini Saudi Arabia. Tuiangazie kidogo kambi hii ya kijeshi ya Ali Al-Salem. Kambi ya jeshi ya anga ya Ali Al-Salem ilijengwa mnamo mwaka 1970 ikipata jina kwa heshima ya Sheikh Ali Al-Salem Al-Shabah, mshiriki wa familia ya kifalme ya Kuwait na kiongozi wa kijeshi aliyefariki vitani. Kambi hii iko upande wa kaskazini magharibi mwa nchi ya Kuwait, ikiwa umbali wa takribani maili 23 kutoka mpaka wa Iraq. Tangu kuanzishwa kwake imekuwa kituo muhimu kwa jeshi la anga la Kuwait, yani Kuwait Air Force, ikitumika kama kituo kikuu cha ulinzi wa anga na operesheni za kimkakati katika eneo la Ghuba. Wakati wa uvamizi wa Iraq nchini Kuwait mwaka 1990, kambi hii iliharibiwa vibaya na vikosi vya Iraq baada ya mapambano makali, wakati huo Iraq ikiwa bado imara kweli kweli. Hata hivyo, kufuatia operesheni ya Desert Storm mwaka 1991, kambi hiyo ilikombolewa na kuanza kukarabatiwa kwa kiasi kikubwa na taifa la Marekani. Tangu wakati huo umuhimu wake umeongezeka kimataifa, kwani ilianza kutumiwa na vikosi vya muungano, hasa Marekani na Uingereza, kwa ajili ya doria za kusimamia maeneo yaliyopigwa marufuku ya ndege no fly zones nchini Iraq, wakati wa operesheni ya Southern Watch iliyoendeshwa baina ya mataifa hayo mawili, Marekani na Uingereza, wakati ule wa operesheni ya kumwondoa madarakani na kumuua kiongozi wa Iraq Saddam Hussein. Leo hii Ali Al-Salem inajulikana kama kituo kikuu cha usafirishaji na msaada wa kijeshi, yani The Rock, kwa vikosi vya Marekani vilivyoko chini ya kamandi kuu, yani CENTCOM. Kambi hii inahifadhi kikosi cha 386 cha Expeditionary Wing na inatumika kama kituo muhimu cha kupokelea na kusafirisha askari, vifaa na mizigo kuelekea maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati. Uwepo wa kambi hii ni alama ya ushirikiano wa karibu wa kiusalama kati ya serikali ya Kuwait na Marekani katika kulinda utulivu wa kikanda katika eneo hilo la nchi za Ghuba. Kambi hii ina umuhimu thabiti, ikiwemo barabara mbili kubwa za kurukia na kutua ndege, yani zile runways zinazoweza kuhudumia ndege kubwa za mizigo kama C-17 Globemaster na C-130 Hercules. Mbali na shughuli za kijeshi, kambi hii pia ina mazingira ya kijeshi kwa askari wanaoishi hapo, ikiwemo sehemu za michezo, ibada na huduma za afya. Kwa sasa inaendeshwa kuwa kituo cha kisasa kilichochanganya teknolojia ya hali ya juu ya rada na ulinzi wa makombora, ili kuhakikisha usalama wa anga la Kuwait na washirika wake kuwa linakuwa imara zaidi. Lakini kambi hii mpaka hivi tunavyozungumza, uimara wake umebaki ni chini ya robo kwenye zile 100%, kwani kuanzia rada yake yote iliharibiwa kama unavyoweza kuona hapo, lakini pia imeanza kuchakazwa tangu siku ya kwanza mashambulizi ya Irani kwenye kulipa kisasi baada ya kushambuliwa Jumamosi baada ya kifo cha kiongozi wake mkuu Ayatollah Ali Said Khamenei. Kwingineko katika mashambulizi, wakati huu hali ikiwa inaendelea, Irani imeapa kulipiza kisasi kwa uendelevu, na ikisema wakati huu hapa muda wote kutoka sasa italenga eneo la makombora, yani nuclear nchini Israeli. Afisa wa jeshi la Marekani
Afisa wa jeshi la Irani amesema kuwa jaribio lolote la Marekani au Israeli la kutaka kuupindua utawala wa Irani kupitia machafuko ya silaha litakabiliwa na jibu la moja kwa moja ambalo linaweza kujumuisha kulenga kinu cha nyuklia cha Dimona cha Israel. Afisa huyu aliongeza katika matamshi yake yaliyobebwa na tovuti ya habari ya Irani RT kwamba kuanzisha mpango wowote unaolenga kuangusha utawala kutailazimu Irani kulenga miundombinu ya nishati ya eneo hilo na kusababisha vifo kwa raia wasiokuwa na hatia. Ingawa Israeli haijawahi kukiri rasmi kumiliki silaha za nyuklia, tathmini nyingi za kimataifa zinaonyesha kuwa inamiliki silaha hizo. Mpango wake wa nyuklia unachukuliwa kuwa moja ya silaha za siri zaidi za maangamizi makubwa duniani. Israeli haijatia saini pia mkataba wa kuzuia uenezaji wa silaha za nyuklia, mkataba wa kimataifa unaolenga kuzuia kuenea kwa aina hii ya silaha. Kwa sababu hii, vifaa vyake vya nyuklia haviko chini ya mfumo wa ulinzi wa wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki, ambao inaruhusu mawakala kufanya ukaguzi wa mara kwa mara wa vifaa vya nyuklia katika nchi ambazo zimejiunga na mkataba huu. Uwezo wa nyuklia wa Israeli imebakia kwa mada ya makadirio ya kijasusi yasiyo na uhakika tangu miaka 1960 ilipoanza kuendesha kinu cha nyuklia cha Dimona kwenye jangwa la Negev nchini humo. Katikati ya miaka 1980, sehemu ya uwezo huo ilifichuliwa baada ya fundi wa zamani wa kinu Mordechai Vanunu kupatia gazeti la Uingereza maelezo na picha za kile alichosema kuwa ni vichwa vya nyuklia vya Israel. Habari iliyofichuliwa na Vanunu ilisababisha kutathminiwa upya kwa makadirio ya hapo awali ya ukubwa wa ghala la nyuklia la Israeli ambalo mwaka 2003 lilikadiriwa kuwa na si chini ya vichwa 100 vya nyuklia na ikiwezekana pengine kuelekea 200. Kwingineko ni mwendelezo ambapo inasemekana baadhi ya mataifa ya Ulaya yameanza kujiunga na vita hiyo ya Mashariki ya Kati, ambapo takribani meli 50 za Ufaransa kwa sasa zimezuiliwa katika ghuba ya Uajemi na zingine 8 katika Bahari Nyekundu. Waziri wa uchukuzi wa Ufaransa Philippe Taurat amesema Ijumaa leo, huku Ufaransa ikitafuta usaidizi wa kujenga muungano wa nchi ili kupata usafiri wa meli katika eneo hilo. Amesema kuna meli takribani 50 hadi 52 kwa usahihi katika ghuba ya Uajemi na 8 katika Bahari Nyekundu, na pia tunawasiliana na wafanyakazi wa kudumu kwani kuna mabaharia wa Ufaransa ndani ya meli hiyo kadhaa kwa siku za hivi karibuni. Tabarot alimwambia mtangazaji wa Ufaransa wa CNews. Katika eneo hilo la Ulaya, taifa lingine la Italia pia limepanga kutuma msaada wa ulinzi wa anga kwa nchi za ukanda wa Ghuba zinazolengwa na mashambulizi ya Irani yaliyoanzishwa kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya Marekani na Israeli. Waziri Mkuu Giorgia Meloni wa Italia amesema jana Alhamisi, huku mgogoro unaoongezeka ukizua wasiwasi wa usalama katika eneo lote. Italia kama Uingereza, Ufaransa na Uajemi inakusudia kutuma msaada kwa nchi za Ghuba. Meloni aliambia redio ya RTL 102 akisema msaada huo utazingatia uwezo wa kujilinda, akiongeza kwamba ni wazi tunazungumzia ulinzi wa anga, si kwamba tu ni mataifa rafiki, kwa sababu kuna makumi ya maelfu ya Waitaliano katika eneo hilo na karibu wanajeshi 2000 wa Italia ambao ni lazima tuwalinde, aliongeza Waziri Mkuu Meloni. Meloni aliongeza kuwa utulivu katika eneo la Ghuba ulikuwa ni muhimu kwa usalama wa nishati wa Ulaya, akieleza eneo hilo kama muhimu kwa usambazaji wa nishati kwa Italia na Ulaya. Tutaendelea kukujuza kwa kile kinachoendelea Mashariki ya Kati na namna ambavyo Iran imeendelea kulipiza kisasi kwenye baadhi ya maeneo, huku pia maeneo yake kadhaa yakiendelea kushambuliwa. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.